Inasemekana kwamba tamthilia ambayo itakuja kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye masuala mazima ya uigizaji inaitwa Ikande, na kuna mastaa wengi ambao wamealikwa hapa maeneo haya kwa ajili ya kuweza, ni watu wa mwanzoni kabisa kushuhudia kile ambacho kinakwenda kufanyika. Na miongoni mwa watu ambao wamefika maeneo haya tunaweza kumuona waigizaji wakubwa kabisa Yusuf Mlela, naye yupo mstari wa mbele kabisa kwenye kuhakikisha kwamba hataki kupitwa, angalie kile kitu ambacho kinakwenda kuonyeshwa kwenye screen kwa mbele pale. White screen tayari imeshaandaliwa na mipango mingine ni kwa sawa. Projector tunaiona pale ipo tayari na anajaribu kuzungumza naye hapa tuweze kuja mwalimu tatu. Tumsalimie kidogo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mambo vipi? Alhamdulillah, kwema? Mungu ni mwema. Na Mlela amekuwa ni miongoni mwa mastaa ambao hawaonekani mara kwa mara. Natamani nifahamu kwamba kipi ambacho kimekusukuma kusema wacha na mimi nifike kwenye uzinduzi wa tamthilia hii ya Ikande. Kwanza ni kuja kuangalia kuna kitu gani, kwa sababu shughuli kama hizi ndio shughuli zangu. Mimi ni msanii wa filamu, so napotokea shughuli kama hizi mimi ndio hasa zinanifaa, na ndio maana niona mpaka leo niko hapa. Kwa nataka nije nione kuna kitu gani kipya, kwa sababu tujashuhudia matukio kama haya kwa muda mrefu sana. So niko very excited na nipo kwa ajili ya kuangalia kitu gani kipo ndani ya Ikande. Yeah. Vipi lakini somo inapanda? Yeah, inapanda kama kawaida. Kuna baraka share lakini wapi? Hamna, inapanda. Sisi tunaamini katika Mungu. Na pia ukiacha hivyo, kufunga ni mazoezi, unafanya unatoa sumu katika mwili. Kwa hiyo hivyo. Changapi leo? Bana leo cha 5. Tunamaliza lakini. Kidogo kabisa. Watu wanaweza kuona kwamba mastaa wengi wanataka kutokufunga. Hii inasababishwa na nini? Unajua kufunga ni wakati mwingine ni chaguo la mtu. Uwezo kumlazimisha mtu afunge wakati ajisikii kufunga au hajajiandaa. So ni wewe mwenyewe tu kama unavyojichukulia, unavyokuwa katika imani zako. Unajua kuamini Mungu kunazidiana. So level, mimi nipo katika level ya juu. So naona ni kitu bora kabisa ukifanya kwa ajili ya imani yangu. Madrasa ndio imepita lakini misingi yote ya dini tunaifahamu. Of course, dini, misingi ya dini tunaifahamu, lakini kikubwa tu mimi ninachokifahamu ni kumwamini Mungu kwa 100% na kutomchanganya na chochote. Hicho ndio mimi ninachokiamini. So au mengine vitabu na vitu vingine ni vitu vya kawaida tu, kwa sababu wakati mwingine unaweza mtu ukapitia vitabu na usimwamini Mungu. Ukapita kwa kitabu, mara kesho kwa waganga, mara kesho unayumba. Lakini ukimwamini Mungu kwa 100% unakuwa strong zaidi. Umezungumzia waganga hapo, sana ninyi ndio mnaongoza kwenda hilo maeneo. Wewe ushawahi kushiriki hiyo dhambi kweli? Mimi nimekwambia ukimwamini Mungu kwa 100% huwezi kuamini vitu hivyo, kwa sababu hakuna hicho kitu. Kwa hiyo ni kujisumbua tu na kupoteza time na kujitia wasiwasi. Unajua lakini ukijiamini, ukimwamini Mungu kwa 100%, huwezi kuona kitu kama hicho, huwezi kuona jini, mchawi kama watu wengine wanaoogopa. Unakuwa strong na unaenda mbele kwa sababu kila kitu ni Mungu. Sawa, tuzungumzie Ikande. Kile ambacho unaamini, kitu gani ambacho unakwenda kuiona kwenye Ikande, the way ambavyo ulivyokuwa invited kuwa kwenye miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kwenye launching hapa. Unahisi nini ambacho unakwenda kukutana nacho? Nafikiri ni mapinduzi, kwa sababu tukimzungumzia aliandaa project hii Said Mkokera, ni mtu fulani makini. Ni mtu ambaye tunaamini ni director pia mzuri. Kwa hiyo naamini kabisa kuna kitu kipi ambacho kipo humo ndani. So I'm so excited kwa ajili ya kuweza kuangalia na kuona kitu gani umetuandalia, kama unavyoona hapo cast mpya. Kwa hiyo nataka nione. Zamani palikuwa na watu wachache sana ambao wanamiliki filamu zao kama hivi. Siku hizi kama kuna mapinduzi hivi. Binafsi nakupa changamoto kiasi gani kuona kama watu wanazidi kuibuka kila kukicha na project kali? Ndio vizuri, ndio tunataka sisi. Sisi tunataka watu waibuke wengi, kwa sababu game yetu bado ndogo. Tuna ndoto za kuona game yetu inakuwa katika level ya juu zaidi. Kwa kila siku unapoibuka watu wapya, maana yake ni mawazo mapya yanaibuka na kuweza kuisogeza game yetu. Tuko wachache sana. Tunahitaji game yetu iende kimataifa. Sisi tulikuwepo, tunapita, kuna wengine watakuja wataishika, ili game yetu iwe kubwa, wasanii wapate maendeleo. Hicho ndio mimi ninachotaka kukiona. Tumezoea kuona baadhi ya wasanii siku hizi wanapiga hela sana YouTube, wana channel zao mbali na hizo tamthilia ambazo tunaziona kwenye DStv, Azam, lakini wengi wamejikita sana kwenye YouTube. Mlela, wewe sijakuona huko. Uweza washabiki zako natamani waone kwamba una project ambazo zinasumbua sana mjini YouTube.
Of course, mimi napenda kufanya hivyo, lakini the problem is unajua tunataka tupeleke project ambazo ziko serious, unajua Kwa mimi binafsi kutengeneza filamu ni gharama sana kutokana na vile ambavyo mimi nimejiandaa na nimejitengeneza toka huko zamani. So nataka nikitoa kitu kiwe kitu kikubwa. Kwa hiyo sasa najipanga ili nikileta kitu kiwe kitu kikubwa. Naona sijachelewa kwa sababu nafanya mambo mengine pia. Yeah. Tumalize, yule ambaye anatumia jina la Ududu ambaye naamini kwamba kama anafuata nyayo zako, wewe unamchukuliaje? Ni nani wewe? Anatumia Ududu? Hoja kusikia mtu anatumia jina la Ududu nini? Hamna, Ududu ni kitu ambacho mimi nimekianzisha. Of course, mtu yote anaweza kutumia, ndo nia na madhumuni mtu atumie ili itembee kwa sababu ni kibwagizo ambacho nataka kisogee ikae katika line. So yote anaweza kutumia, lakini the founder, the king, Ududu master ni mimi. Of course hiyo inajulikana na itabaki hivyo. Kama ilivyokuwa unyama vile, anajulikana TID mnyama, kwa ni Ududu, Mlela Ududu. Si Ududu. Ududu ni mwingi sana. Respect. Twende pale ona. Za mchezo zimemalizika kwa maana kwamba zoezi zima la launch Aikinde shule filamu zimemalizika. Nazungumza na miongoni mwa waalikwa ambao wameshuhudia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mzee wangu unakuaje? Bwana poa kabisa. Ududu? Ududu ni mwingi sana. Tulizungumza mwanzoni kabla zoezi zima la launch halijafanyika. Ulichotarajia ndicho ulichokiona ama umeangushwa? Of course nimeona kitu kikubwa sana, nimeona ubunifu, nimeona direction nzuri chini ya Said Mkukila. Nimetambua thamani ya mwanamke kwa sababu siku zote mwanamke ni mzizi wa maisha. Mwanamke ndo kila kitu, ndo kiungo katika familia, mwanamke ndo mzizi wa maisha. Kwa hiyo nimeona thamani ya mwanamke inatakiwa iheshimike kiasi gani. Kwa kweli tukio limekuwa bora na Aikande imeenda vizuri, kiukweli nimeappreciate. Sawa, kwa ile jinsi ulivyotazama Aikande unahisi credit zaidi apewe nani? Kiukweli wote. Director ameplay part yake na wasanii kwa ujumla. Cameraman ameplay part yake, pia sauti, nimependa sauti imekaa vizuri sana. Watu wanasikika vizuri. Wametisha. Unahisi kuna mapinduzi yote ambayo yanakwenda kufanyika kwenye kazi? Mapinduzi hapo kiukweli. Kama kazi ufanyaji wa sasa hivi ndio utakuwa hivi, nafikiri mapinduzi makubwa sana yanaenda kutokea katika kiwanda chetu cha filamu kwa sababu hivi ndio vitu tunavyovitaka. Tunataka kitu ambacho kikienda hewani kila mtu anaona hichi kitu kinaeleweka, kitu perfect. Kuna namna yote ambayo labda ulisamani labda na mimi ningeonyesha Ududu mle ndani? Of course, kwa sababu hizi ni project endelevu na tunaongea vizuri na director Mkukila Chichi. Kwa hiyo huwezi kujua labda katika project zinazofuata naweza nikashiriki pia. Kwa neno la mwisho labda kwa fans ambao ndio waraji wa hii kazi zaidi? Kiukweli kazi ndio hizi. Nyinyi kama mafans tupokeni. Game hii imeshake kidogo lakini tupo katika kuirudisha na kuifanya endelee kuwa kubwa. Kwa hiyo pokeni kazi, muione na mtoe maoni yenu ili kuweza kutupa nguvu kusogea zaidi. Ududu sana. Respect Ududu mwingi.